Otepu wana wa jua. Mimi naitwa Kubrusa mwana wa jua. Leo nina ushuhuda wa kuja kuwaeleza nyinyi ambaye mnanitizama kwa muda huu, nikiwa pamoja na viongozi wangu Matuta Alkeblan pamoja na Chifu Chionda wa Chionda. Tuna mengi sana ambayo tunaenda kukuletea, lakini mimi kama kijana ninawahamasisha vijana wenzangu kurudi katika asili yenu, kwa sababu asili ina nguvu. Watu wengi wanaamini kwamba Mungu yupo katika dini, lakini la hasha. Huu ulimwengu ndio Mungu. Ungana na fikra huru za Muafrika. Kuna mengi ambayo utajifunza, kuna nguvu ambayo utaipata ya kutenda kile ambacho unachokihitaji katika ulimwengu bila kusumbuliwa na mtu yoyote, kwa sababu tumetekwa na imani za wenzetu, tumeacha asili zetu. Asili zetu zina nguvu. Ukirudi katika asili yako, kuna mengi ambayo unaweza kufanya ambayo hukuyatarajia wala hukuweza kuyawaza kutokana na tamaduni za wenzetu ambazo umeletewa. Basi umefungwa ama umefunikwa ile nguvu ya asili za mababu zako na mabibi zako. Lakini mimi kama kijana nasimama kukuamsha wewe kijana mwenzangu, rudi katika imani yako, rudi katika asili yako. Kuna nguvu ambayo unaweza kuipata kutenda chochote katika ulimwengu, na ulimwengu ndiyo Mungu. Nguvu ya Mungu ipo katika ulimwengu. Leo kuna mawili matatu ambayo naweza kuwauliza, japo nimeingia katika fikra huru, lakini kuna mambo bado sijayafahamu vizuri, lakini leo tunaenda kuwauliza mbele yako ni yafahamu mimi pamoja na wewe. Tukianza na Chifu Chionda wa Chionda, tunaomba utupe historia ya hii Afrika. Yaani tuseme kabla ya hizi dini kuletwa, hii Afrika tulikuwa na imani gani ama tulikuwa na dini gani? Karibu Chifu Chionda. Kubrusa mwana wa jua, mwandishi wetu wa fikra huru aliyejitambua. Swali lako linaendana na wakati uliopo. Kweli machanganyo natoka mengi kutokana na wale wote waliopokea zile ngeni, lakini nasema Afrika au El Kabulani, land of mankind, ardhi ya watu asili, watu wa ukweli, ndio watu wa kwanza kuanzisha imani, tamaduni, elimu, kila kitu. Mfano mdogo wanaita monotheism, imani ya kuamini Mungu mmoja. Ilianzishwa na Akhenaten mwaka 1335 BC, before Christian era, kabla kipindi cha Ukristo. Huyu Akhenaten alienda katika eneo la Amana, akajenga hekalu, akaliita la Mungu jua, the sun god, Mungu Ateni. Ni Afrika hiyo. Kabla ya Akhenaten mwaka 3000 BC hadi mwaka 331, kiongozi wa hekalu la Ephesus, Matuta, alikuwa anaongoza Ephesus, hekalu la kwanza kabisa duniani watu kwenda kuzunguka na kuabudu, kumuomba Mungu, lilikuwepo Afrika, wakiabudu Mungu Amen, Mungu Ra, Mungu jua, katika hekalu kubwa, kukiwa na eneo wanaita Holy of Holy, patakatifu pa patakatifu. Kwani Matuta saimbo yake imechorwa mbele ya mlango wa kuingia katika hekalu la Ephesus, akitanguliza mguu wa kushoto, ambao ndio jadi na heshima ya mtu mweusi, kwa sababu kushoto ndiko moyo ulipo. Hiyo ni Afrika. Afrika ukienda Kongo kuna Mungu Nzambe. Wakati Wabelgiji wanakuja, Bwana Leopold aliandika barua kwa missionary, akawaambia hivi, mkienda huko hawa watu msilazimishe kuongelea habari ya Mungu, kwa sababu Mungu wao wanamjua kabla yetu. Au angalieni interest za utawala wa Ubelgiji, sio habari ya miungu. Jitahidini kuwavua utu wao, utajiri wao, ufahamu wao, elimu yao, jitahidini kuwavua, kuwavisha za kwetu. Kwa hiyo Afrika, ukienda Nigeria kuna Mungu Odumare, kuna filosofa Olumila, kuna dini Oshuni, Oguni, Mungu Obasi, Abasi, Nigeria. Kuna ukienda Benini unakuta dini ya Voodoo. Voodoo ni dini. Kipindi hiko wakoloni wanatembea mikono na miguu katika milima ya Caucasus Mountain barani Ulaya, muunganiko kati ya Urusi na Afghanistan, Asian steppe. Kwa hiyo hiyo ndio Afrika. Kwa hiyo Afrika ndio baba wa imani, baba wa mila, baba wa tamaduni, baba wa sayansi na kila kitu. Madam Kubrusa, mwandishi wangu, utepu sana.
Shukrani sana kiongozi Chifu Chionda wa Chionda. Kuna mengi nilikuwa siyajui kuhusu hayo, lakini naendelea kuyajua kwa sababu nimeamua kujitambua na naendelea kujitambua. Shukrani sana Chifu. Tunarudi kwa kiongozi Koani Matuta Alkebrani, tunamuita Chui ama kiongozi wa Afrika. Kiongozi Matuta, naomba kufahamu kwamba umewaamsha wa Afrika, umeamua kuamsha wa Afrika na wa Afrika wameamka. Nilikuwa nahitaji kufahamu huko kuamsha kwako wa Afrika ni kwa namna gani, ama nini kinaendelea baada ya wa Afrika kuamka? Nini kinaendelea na unataka wa Afrika baada ya kuamka sasa twende vipi? Yaani huu mwongozo tunakufuata wewe, kwa sababu wewe tunaona kabisa njia ambayo unawaamshia wa Afrika ni njia iliyokuwa sahihi, mimi nikiwa kama shuhuda. Hebu tueleze kidogo kiongozi wangu. Karibu sana. Asante. Swali limenilenga mimi moja kwa moja, lakini sio mimi tu. Hata wewe pia unalo jukumu la kuwaamsha waliolala. Maana yake kutoka kwenye kulala, kutoka kwenye usingizi wa pono, usingizi mzito. Wa Afrika tumelala usingizi zaidi ya miaka 3,000. Kumwamsha mtu wa zaidi ya miaka 2,000 baada ya kufutwa historia yetu sio kazi rahisi. Lakini kwa sababu ya nguvu za mababu, nguvu za mabibi, nguvu za ulimwengu, baba yetu, mama yetu, Mungu wetu anatupenda, ndio maana aliweka miguu yake hapa Afrika. Akamuanzisha kiumbe wa kwanza ambaye alikuwa ni mtu mweusi kama Mungu. Mtu mweusi ni Mungu jua, tunaita sun god. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la sio jambo dogo. Baada ya kuisikia historia kutoka kwa Chifu Chionda wa Chionda akizungumzia historia ya imani ya kwanza kule Kemet, Misri, Nubia na sehemu nyingine, alikuwako mtangulizi aliyeitwa Matuta, kiongozi au kuhani mkuu wa sheria 12 mwenye imani ya kwanza kwa Waafrika. Kwa hiyo baada sasa ya jukumu hilo, sisi wana wa jua huwa tunarithi, tunachaguliwa, tunaitwa chosen one. Mamlaka ikanichagua kuliongoza jukumu hili la kuweza kuirudisha tena hekalu jipya, hekalu takatifu la Epet ya Suti kwa upya. Nyumba ya zamani inajengwa kwa usasa, kwa upya na kwa muda wa sasa.